dhana ya rotation Simba imeanza kukubali kuwezekana kwa wachezaji wa kuweza kufanya rotation, sababu imeanza kukubali kwa wachezaji kadhaa. Haikufanyika rotation kubwa jana kwa sababu almost kikosi kilichoanza ni kile ambacho mara nyingi kinaanza, lakini pale aliongezeka Okejefa. Na kuongezeka kwa Okejefa tuseme na Nouma kuanza, though Nouma amekuwa akipata nafasi ya kucheza, yani aliyeongezeka ni Okejefa unaweza kusema, na alionyesha kitu cha tofauti. One of a classic day, yani ni kati ya mchezaji ambaye alionyesha kiwango kama vile anacheza kila siku. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mwalimu kuna wachezaji ambao nao anaweza akawa hawatumii, lakini hata akiopti kuwatumia kwenye mechi ngumu za kimashindano bado wanaweza akampa kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mwalimu rotation imeanza kwa namna moja ama nyingine kumlipa. Haikumlipa tu kwenye mechi ya kwanza, lakini baada ya hapo imekuwa ikimlipa tu. Yani JKT kupata 1-0 ni matokeo ya mpira, yani kuna ugumu wake kwenye ule uwanja. Inatafsiri gani tunapomuona mechi ya pili sasa mara nyingi Ahoua anaonekana kama yuko pembeni? Tafsiri yake ni kwamba mwalimu ameona anampa kilicho bora zaidi kutokea pembeni. Lakini pia naona ni style ya Simba ya mwalimu. Mwalimu anapenda sana wachezaji watokee pembeni. Yani hapa katikati ni kama huwa anapafifisha. Labda apate tena mtu wa kupiga inaweza ikawa ni bora zaidi. Huwa anapafifisha. Wewe ukiangalia zaidi utaona wing backs wake wanakimbilia pembeni.